Sasa kitu ambacho nilikuwa nazungumzia hapa ni kwamba sitaki kujua nani ana haki na nani, nikamwambia kila mtu ana haki ya dhamana, umeelewa uhaini tu ndio ambao una dhamana. Kwa hiyo ndio kuna dogo fulani hivi ambaye aliwekwa nani amewekwa amechukuliwa na polisi kwa sababu ya kwa madai ya matusi ya kumtukana mtu. Ndio hicho. Yeah, okay. Sawa, mimi ni wasalibu wa brother, umestaki. lile sio harakati za siku moja. Hatupaswi kukata tamaa kwa sababu nadhani na changamoto ya mtandao leo maeneo niliyopo. Okay. Nianza nikaendelea. Endelea. Okay, nikasema niwatie moyo sana kwamba mapambano ya kudai haki sio mapambano, sio safari ya siku moja, na ni safari ya muda mrefu. Tarehe 29 tulishinda zaidi ya kushinda, lakini bado tunaendelea kupambana. Ukisoma historia ya nchi ya Nepal, Nepal walipitia magumu kuliko ambayo tumepitia Tanzania. Kwanza walizungumza sana kwa maneno wakidai haki kwa kipindi cha miaka 35, hawakusikilizwa. Watu wao walitekwa, wakawekwa magerezani, wakabambikiziwa kesi za uongo. Vitu vikapanda bei, maisha yakawa magumu sana kwa kila mtu wa Nepal. Wakasomesha watoto wao kupata ajira. Walikuwa na matatizo makubwa zaidi yetu sisi ya Tanzania, lakini mwisho wa siku kila mtu alifikiwa. Walianza waliteka, baadaye wakafika level kila mtaa wakawa wameshateka mtu. Kwa hiyo maumivu yakawa yamesambaa nchi nzima ya Nepal. Baadaye wakafanya maamuzi makubwa sana ambayo wakafanya maamuzi ya maandamano. Na haya maamuzi ya maandamano kwa sababu kila mtu alikuwa ameguzwa. Walifika kipindi ambacho kila mtu wa Nepal ameguswa kwa ugumu wa maisha, kwa sababu mashirika mbalimbali ya kimataifa waliwanyima misaada, wakawa hawana uwezo wa kuendesha nchi, hawana uwezo wa kutoa ajira, hawana uwezo wa kushusha bei ya bidhaa, hawana uwezo wa kuhudumia watu wenye HIV. Kwa hiyo hiki ambacho kinaanza leo Tanzania ndicho ambacho Nepali walikutana nacho, na baadaye maandamano ya Nepali hakuna mtu aliyebaki ndani, sio kijana, sio mzee, sio mama mjamzito. Watu wote walitoka wakaenda barabarani kwa sababu walijua huo ndio usalama wao. Kwa hiyo kwa Tanzania msikate tamaa. Hiki ambacho kimetokea na kinachoendelea kutokea, utekaji unaoendelea kutokea kila siku licha ya kilichotokea tarehe 29, lakini leo ndugu yetu wa karibu Nicodemus Loyole, namzungumzia kile nikipanda live yoyote ile, ni Mtanzania mwenzetu. Nicodemus Loyole ni watu kati walioandamana siku ya tarehe 29. Kama alifanya kosa la kimsingi, alitakiwa akamatwe na kupelekwa katika vituo vya polisi. Baada ya kupeleka kituo cha polisi watakiwa wamfikishe mahakamani, chombo pekee chenye kutoa haki Tanzania ya mtu kwenda gerezani, ya mtu kuachiliwa huru, au mtu kufungwa au kunyongwa Tanzania, au kulipa faini, ni mahakama peke yake. Polisi hawana mamlaka yoyote ya kukamata mtu na kupoteza. Walimkamata hadharani pale Kamata, Dar es Salaam, jimbo la Ilala, wakisema ya kwamba walimchukua ofisini kwake Nicodemus Loyole. Video zilitoka na zikaonekana. Sasa kama mtu anaweza hiyo nimebonyeza bahati mbaya. Haina shida. Kama mtu anaweza akachukuliwa hadharani, yaani unapanda juu kwa ajili ya umbea. Uko serious? Yaani kupandisha juu kumbe uko kwenye level za umbea. Kama unakuja hapa kwa ajili ya umbea na kupiga block, tuelewane. Huo kurasa tushafunga. Achana na hizo mambo. Tuendelee bro, pole. Asante. Nicodemus Loyole alichukuliwa mbele ya watu kabisa. Tumeziona video, amekamatwa, anaondolewa, lakini mpaka sasa ndugu zake wananitafuta kila siku ya Mungu. Hayupo katika kituo chochote cha polisi. Hii kitu ndio nakera sana wa Tanzania. Kwa sababu kwa nini polisi wanajipatia mamlaka ya kukamata na kupoteza watu? Yaani hayo mamlaka wanayatoa wapi? Ndugu zangu polisi, nisikilizeni. Nyie mna familia, mnashinda kazini, mna wake, mna watoto, mna familia.
Mkizidisha chuki, Watanzania wakizidisha chuki zidi yenu, siku wataachana na nyie, kwa sababu nyie mmeshika bunduki. Wataenda kuvamia familia zenu, watazizuru, watazipiga, wataumiza watoto wenu. Acheni hii kazi ya kuteka Watanzania. Hii kazi ya kupoteza mtu, yani ya kuamua nani aishi nani asiishi, ibaki kuwa kazi ya Mwenyezi Mungu tu. Ila hii kazi ya kuendelea kututeka, kutupoteza, hii kazi hatuwezi kunyamaza. Hatuwezi kunyamaza na hatuwezi kuacha. Kwa hiyo Mtanzania, mimi nikwambie jambo moja. Kushika mkaa ukaenda kwenye ukuta mweupe kuandika hatutaki utekaji Tanzania, hiyo kazi unaweza, unaonisikiliza. Kuchukua rangi nyeupe kwenda kwenye lami kuandika hatutaki utekaji, Samia must go, tunataka katiba mpya, kila Mtanzania anaweza. Maandamano sio lazima watu waende barabarani, ni kuonyesha hisia zao. Andika kwenye miti, andika bango lako, chukua msumari, nenda usiku, nenda kwenye nguzo ya umeme, kapigilie pale, pigilia pale usiku, anayeta kuona. Andika bango lako, chukua msumari, chukua tofali, nenda kapigilie sehemu yoyote ambapo ujumbe utasomeka. Andika sehemu ambayo unaweza kuandika. Andika kwenye madaraja, andika kwenye nguzo za umeme, andika kwenye nguzo, andika kwenye vituo vya mwendo kasi. Andika ujumbe, watu watasoma. Na jinsi ambavyo mtu yoyote akisoma anasema leo nimepita sehemu fulani wameandika hatutaki utekaji, watu watasoma, watasimuliana. Hii habari itaendelea kusambaa. Ujumbe utafika. Maandamano sio kukwenda barabarani peke yake kuandamana. Nchi nzima ikiandikwa, Dar es Salaam ile yote ikiandikwa, Mbagala, Temeke, Kinondoni, Ukonga, Kawe, Ilala, kila sehemu ukiandika ile Dar es Salaam, ujumbe unafika. Kibamba kule, Ubungo, kote andika ujumbe hatutaki utekaji, tunataka katiba mpya, Samia must go. Ujumbe utasomeka. Kwa sababu gani? Hiki ambacho kinaendelea Tanzania kinakera sana. Mimi kitu ambacho kinanikera kuliko vyote, binadamu waliojipatia mamlaka ya kwenda kumchukua mtu na kumpoteza. Najua kesho, leo sio mimi, najua nitafikiwa. Ni kwa nini binadamu wajipatie mamlaka ya kumchukua mtu na kumpoteza? Wengine wanaua. Hiki kitu kinanikera sana. Ndugu zangu, kama unanisikiliza, fanya unachoweza. Kama uwezi kuandika, mimi tangu asubuhi kukicha mpaka jioni ni kuposti habari za haki tu. Sina jambo lingine la kufanya. Kwa hiyo kama unaweza, fanya unachoweza kufanya kwa nafasi yako. Fanya unachoweza kufanya kwa nafasi yako. Ukishindwa mchana, andika bango lako chumbani kwako mchana. Usiku tafuta sehemu yote, naenda litundike au pigilia. Kama una rangi, andika, iwe kwenye lami, kwenye ukuta mweupe, iwe shuleni, iwe hospitalini. Andika sehemu yoyote, fikisha ujumbe hatutaki utekaji, tunataka katiba mpya. Hicho nacho mtashindwa? Hamwezi kushindwa. Kwa hiyo fanya unachoweza kufanya, na ukifanya, chukua picha, leta, tutaposti, tutasambaza, ujumbe utafika tu. Hatuna kazi nyingine zaidi kufanya zaidi ya hiyo. Tutashinda. Tumeshinda, tutashinda zaidi ya kushinda. Msirudi nyuma, msiogope. Endeleeni kusonga mbele, kwa sababu tunadai mahitaji ya msingi. Tukipata tunachokitaka, mwarobaini ya matatizo yote ya Tanzania ni katiba mpya. Tukipata katiba mpya, katiba ambayo itawaondolea madaraka makubwa polisi, rais, usalama wa taifa, jeshi, tumeshinda. Kwa sababu sasa hivi wote wanalindana. Rais analindwa, IGP analindwa, mkuu wa majeshi analindwa, mkurugenzi wa usalama wa taifa analindwa. Kwa hiyo watafanya wanachotaka, kwa sababu wote wanahakikishiana ulinzi na wanadanganyana kwamba tukiondoka madarakani tutafungwa, tutashtakiwa kwa makosa ambayo tumeyafanya tukiwa madarakani. Kwa hiyo tulindeni mamlaka, kwa sababu hakuna ambaye yuko salama. Wanagawana fedha, wanadanganyana, wanalindana kwa sababu ya kuendelea kuiharibu nchi yetu ya Tanzania. Tusikate tamaa, tusirudi nyuma. Mabadiliko sio safari ya siku moja. Tutashinda, tumeshinda na tutashinda zaidi ya kushinda. Asante sana kaka Nurvazi, na Mungu akubariki, kwa sababu hata wewe unapopata fursa ya kuja hapa na kufungua hizi live, watu wanasikiliza na watu wanapata hii fursa ya kuja na kuendelea kupata elimu. Kwa hiyo ni jambo jema, sio kila mtu anafanya hivyo, na wale wote ambao wanafanya hivyo asubuhi, mchana na jioni,
wanafanya kazi nzuri sana. Asante sana, mimi nashukuru sana. Pamoja sana bro, shukran sana and nafikiri umesimama kama key holder kwa ajili ya kumotivate watu, kwa sababu tuna safari ndefu. Tuna safari ndefu sana, kwa sababu umeona ndugu zetu kule Kigoma wamekula mchele wa Baba Levo. Sasa unawaza saa nyingine tunapambana, kumbe kuna watu wengine wanarudi nyuma, inakuwa ni, lakini ninachomshukuru Mungu tuko na courage ambayo haijawahi kutokea. Tuko na courage ambayo haijawahi kutokea. Mimi nitawaambia kila siku, Tanzania mpya imekuja. Tanzania mpya imekuja. 100% kama sio 90 wapenda haki ni wengi kuliko madhalimu. Kwa ni hesabu ndogo sana. Ni hesabu ndogo sana, ni hesabu ndogo sana. Hazihitaji kutumia nguvu nyingi sana kujua kwamba upande gani ni upande sahihi. Wanasema sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Period, hamna kingine. So, ni wasi. Ukisikia haki, watu wanaongelea haki, hapo ndo mahali sahihi. Hapo ndo mahali sahihi pa kukaa. Hizi mambo za umbea muda umeisha. Umeelewa? Hizi mambo za umbea na nini, huo muda umeisha sasa hivi. Hatuna huo muda. Tuko busy na nchi sasa hivi. Muda wa kutetea umbea, watu wasijua wamefanya hivi na hivi, huo muda hatuna. Huo muda sasa hivi ni umeisha. Sulemani, karibu. Sulemani. Suleiman. Moderator mshusheni. Ndio. Asante sana. Habari, karibu. Asante sana kaka Nurvazi. Yo. Na shukuru kwa. Halo. Tunakusikia, karibu. Asante sana. Nadhani network inasumbua leo. Sijui ni kote, nimeanza kuona muda kidogo. Ndio. Nasema asante sana. Mimi naweza nikasema ni miongoni mwa waathirika wa kile kilichotokea tarehe 29 kwa namna moja kubwa. Sisi ndo tulikuwa watu wa mwanzo kabisa na kina Boke kuanza kupambana, na tulikuwa tukipambana kuanzia asubuhi, itafika usiku Boke anaenda kupumzika, kukaa kuna ule kaka nani ule mwingine ule Msukuma, achana sama yule alikuwa anapanda kwenye live ya Boke. Hivyo na wengine tulikuwa wengi. Tumeenda mpaka tarehe 29 yakatokea yale yaliyotokea. Lakini sasa mimi concern yangu moja kaka Nurvas, na hiki kitu naomba sana nyinyi mkisimamia, kwa sababu Mungu ametuumba duniani katupa karama tofauti. Kuna karama ulionayo wewe ni tofauti na karama alionayo Sama, ni tofauti na karama alionayo Twa, lakini wote Mungu ameleta for God purpose to fulfill a certain thing. Wewe purpose ile kuleta inawezekana ni kuweza kuwa influential, ukamobilize watu tukaja hapa kwako 500, 1000, 2000 na kuendelea. The same Sama hivyo labda kipanda watu wakasikika. Sasa tulienda vizuri. Kuna maandamano hapa kama 3 ndio tunasema yamefaulu, lakini kiuhalisia kwa kile tulichokuwa tunakitaka ni kama yamefeli. Lakini ukiangalia ukichunguza sana ndani, still bado kwa sisi ambao tunapambana na vishughuli vya hapa na pale ambavyo vinahusisha mifumo pia, tunahitaji lese kulipa kufanya Swift na nini, tumekuja kugundua kweli kuparalyze serikali kweli tumeiparalyze. Kiukweli na nitatoa factor, lakini hatujafikia yale malengo ambayo tulikuwa tunayataka ya nje yanaonekana. Kuna malengo ambayo hayaonekani, na hayo ndio kwa kutokuyaona watu wengi sana wamekata tamaa, wamerudi nyuma. Lakini nakwambia kuna malengo ambayo yako ndani hayaonekani. I'm really telling you tumefanikiwa pakubwa, lakini sio yale tuliokuwa tunayataka, japo hayo tumefanikiwa. Mfano mimi nitakwambia, lakini hatujafikia yale malengo ambayo tulikuwa tunayataka ya nje yanaonekana. Jacobo mute. Mimi nitakwambia jambo moja au mawili, nitakutolea mfano kujua kwamba tumefanikiwa na hicho kitu wewe hujawahi kukizungumza wala mtu mwingine hapa hajawahi kukizungumza, ila mimi kutokana na pita yangu ya utafutaji nimepitia hicho kitu na nikawaambia wale wahusika, semeni ukweli, Gen Z wamefanikiwa kuparalyze serikali. Kwa nini msemi? Liko jambo moja. Mfano, swala la BOT, Gen Z imefanikiwa kuparalyze BOT. Na nitakupa mfano. Mfumo wa Swift ulisumbua vibaya mno kuanzia tarehe 5 mwezi wa 12 mpaka tarehe 21 ndio Swift zimeanza kutoka. Waliofanya transaction kwa malipo ya Swift, malipo ya TIS, inabidi wapate Swift kama receipt. Walikuja kupata Swift ya TIS ya tarehe 5, wamekuja kupata Swift tarehe 21. That is first. Second, tumerudi kwenye mfumo wa luku kwenda kununua kwa foleni TANESCO. Hayo yote ni nini?
Hayo yote ni mafanikio. Luku kwenda kununua kwa foleni, kwenda kununulia TANESCO kwa foleni. Mimi niliona zamani sana, kipindi mifumo ya luku ndo inaanza. Yaani kipindi ndo natoka utoto naanza kuingia ujana, kipindi mifumo ya luku inaanza. Mpaka leo hii nimekuja kuona juzi luku bado inaenda kununuliwa TANESCO kwenye foleni, tena kwa kupita sehemu. Nikamuuliza nilikuwa naye pale, kuna nini? Mbona naona kuna watu wengi tofauti, wahazi tofauti wampanga foleni, kuna walembo, kuna vijana, kuna wazee, kuna nini, wanaenda wapi? Maana kama ni benki, tumefika tena benki na yenyewe kupanga foleni. Akaniambia wananunua luku. Aisee, nilicheka sana. Akaniambia hiki unachokiona ni cha mtoto, uko Mwananyamala sasa nikakubwa. Na kama unafahamu ni uvazi, kama umeishi maisha uswahilini Tanzania, uswahilini tunawekaga umeme wa bukubuku, tunaweka wa buku Uswahilini bro, mimi nimeishi uswahilini sana. Usiku tunachangishana tena, tunaweka buku. So imefanikiwa, lakini hayo ni mambo ya chini yale ambayo hakuna tabu sana. Ndio tumefanikiwa, hatukuvitaka sana hivyo vitu, ni mafanikio, lakini si tulitaka yale mafanikio yanaonekana kabisa, yani movement ile imesonga. Sasa hayo nimeeleza ni mafanikio, nayo sijasema tufanikiwa. Tumefanikiwa kwa kiasi hicho, lakini pia tuliweza kufanikiwa. Jeshi likalinda mwendo kasi, jeshi la nchi fulani likaenda kulinda vituo vya mwendo kasi, hatujawahi kuona jeshi badala kulinda mipaka likaenda kulinda mwendo kasi. Hayo ni mafanikio, kulipeleka pale sio kazi ndogo. Lakini kitu cha tatu, serikali iliingia gharama wakati haizalishi, on the same time ilikuwa inalazimika kuwalipa vyombo vya ulinzi na usalama kufanya doria. Walikuwa wanalipwa posho, nadhani sio chini ya 300,000 kwa mtu mmoja kwa siku, na walikuwa wanafanya doria, walikuwa ni watu wengi wanaofanya doria, wote walikuwa wanalipwa. Hiyo yote ni hasara. Na kitu kingine, mishahara ya walimu mwezi wa 11 kuingia mwezi wa 12 ilichelewa sana. Hiyo inajulikana, sisi wengine tunahusiana na walimu, tunafahamu shida iliyokuwepo, vitu vya hivyo. Na bado kumeendelea kuwa naomba na bado ukipanda hapa juu na mute. Ukipanda juu na kumeendelea kuwa na sintofahamu, na bado kumeendelea kuwa na sintofahamu ya maswala makubwa mawili. Kwanza, mishahara itatoka muda gani, lakini cha pili, nchi inaendeshwaje, na cha tatu, uthamani wa shilingi. Ni kwa sababu tu sisi valuation yetu ya shilingi dhidi ya dola ni kwamba tuna ile constant base, kwamba BOT ikiamka ikisema ni hiki, lakini basement ya BOT iangalia, alafu nenda kaangalia basement ya kwenye benki exchange rate, utakuja kugundua kuna tatizo hapa katikati. BOT wanakuambia exchange rate ni 2400, let's say 30. Ukienda benki ni 2470. Umeona difference hapo? Maana yake hapa katikati kuna uongo ambao mamlaka husika imedanganya, lakini uhalisia wa ndani ndio maana inashindwa kucontrol zile benki na vyombo vyake, kwamba kwa nini mmeweka exchange rate kubwa tofauti na tuliowaruhusu. Maana yake uhalisia wanaujua, tunadanganya umma, lakini nyewe fanyeni hivi. Ukweli ni kwamba kweli biashara saizi imekuwa ngumu na shilingi imeshuka. Unaona sijui hilo. Sasa hayo yote ni mafanikio, lakini sicho ambacho tulichokipigania kuanzia movement za mwezi wa 4, wa 5 mpaka mwezi wa 10 pale. Maandamano yakaja kutoka. Maana movement ile tarehe 29 mwezi wa 10 ilianzia mwezi wa 3, wa 4, wa 5 ndio ilianza sana pale. Ndio tulikuwa na kinaboke sana pale na watu wengine pale wengi. Sasa kuna tatizo moja sana, na hii naomba mliangalie sana, limetokea mwezi wa 10. Na hapa mkumbuke kwamba mtoto uzaliwa, utambaa, uanze kusimama. Huyo Jacobo msimpandishe, ana internet nzuri huyo. Watu wanakula nondo vyote vile. Yaani mtoto ana steps. Na sisi tumekuwa kama watoto. Hatukuwahi kuandamana. Tukaandamana mara ya kwanza, tumezaliwa, tumekuwa. Sasa kuna hatua kadri tunavyokuwa sama Nuruvasi lazima mziwekee mipango mikakati. Na hii ndio concern yangu kubwa. Nimestruggle sana mimi kupanda hapa chini, sio kwako, sio kwa Sama. Live kubwa mara nyingi sana huwa sipandishwi, na kwa bahati mbaya jina ninalotumia ni tofauti na la kipindi kile, na sauti yangu nikiwa naongea hivi kwa kufululiza in series ndio mtu anaweza kaielewa ni nani anaongea. Lakini huwa nikiwa naongea kwa muda mfupi mtu hawezi kulala, na nisi ni mamluki, hawanipandishi, au nilipanda kwenye live ndogo chache hawanijui kabisa wakanishusha. Lakini nimepanda hapa naomba niweke wazi hiki kitu, na naomba Nuruvasi mkizingatie. Tumetoka stage moja tumeenda stage nyingine, lazima pia na sisi tubadilike. Katika hii stage tuliofika saa hizi kuna live pia vingi vipo. Kuna live vingi, hiyo wala haina siri, inajulikana. Kuna live zimetokea nyingi, na katikati tukapitia hatua ambayo iliniumiza sana, na kwa bahati mbaya
nilikuwa siwezi kupandishwa kusema. Live zenyewe kwa zenyewe zikaanza kupingana. Nashukuru Mungu tukaenda hilo tukaliweka sawa likaisha. Lakini hilo mliangalie, hizo zote ni hatua za ukuaji. Kwa nini live zimetokea nyingi baada ya live zile 2-3 za mwanzo? Kwa nini live zimetokea nyingi? Maana yake tumekuwa. So kama tumekuwa lazima tuende na strategy mpya. Hatuwezi kwenda na strategy ya mwanzo. Strategy mpya ni nini? Lazima saizi wakina Nuruvasi muwe eza nyie huko background huko kabla ya kuja hapa. Kama niliona kuna wengine wale walisema kuna ile app gani sisi inaitwa nini ile. Eza huko, lakini kabla kwa lazima mstrategize, mje na mipango. Kwa maana gani nakwambia hivyo? Saizi Nuruvasi watu wengi of course wamerudi nyuma. Hiyo haina kipingamizi. Na kwa nini wamerudi nyuma? Ndio nakuja hapa. Bado hatuja strategize na hatujajua kama tumetoka hatua moja tumeenda hatua nyingine ya ukuaji. Na kama tunavyosema Nepal walifanya zaidi ya mara 20 na ngapi, si ndio wakaja kufanikiwa. Na sisi nao Nepal walikuwa wanafanya, walikuwa wanaenda wana strategize kila hatua. Na sisi maana yake unakuwa kila hatua unakuwa. Wale wa mwezi wa 4 wa Tanzania kabla tujaanza hizi live za kwenye TikTok ni tofauti na Watanzania hawa saizi. Unajua hicho kitu? Mimi saizi speech hata kingola cha kiongozi barabarani speech. Kuna siku hadi mama yangu ameniambia wataenda mbele wa kublock, nikamwambia mama wakiniblock ndivyo mtiti utakapoanzia hapo. Na yani tutazalilishana njiani. Najua wataniua. Lakini ndio itakuwa najua kuna yani, unaelewa sio? Saizi imefikia hatua wazazi au ndugu akikanya wanambia no. Yani najua siku mimi wakija kunivamia kuniteka, najua yani difference ya uhai wangu na kifo ni upana wa uwembe. Kwa hiyo there is no way zaidi ya kufight waniulie kama kuniua waniulie. Lakini wewe difference ya nini? Yani siku wakija kuniteka, na hicho kitu familia yangu walishanikanya sana, na nikawaambia siku wakija kuniteka yani natambua kwamba kutakuwa na difference kati ya uhai wangu na kifo haizidi upana wa uwembe. Yani uwembe ukiusimamisha sio ukiusimamisha hivi sio ukiulaza ule upana. Yani ukiusimamisha ule uwembe hata sentimita moja hata 0 hata milimita hazifiki, ndio upana ule. So hakuna namna zaidi ya kujitetea. Maana yake wakinipeleka wataniua, nikipambania pale pale nitakufa, lakini nikipambania pale pale kuna advantage moja, labda nitazua taharuki, wanaweza kashindwa. Lakini ukisema hao watu wende, hao watu hawana tena mahusiano mazuri. Sasa tumefikia hapa, tumekuwa mwanzo tulikuwa tunaogopa, tumefikia tu atupishi vingola barabarani, tumefikia tu hatuogopi wanajeshi barabarani. Mimi nilikuwa nakiwakuta jua, naambia familia, naona saa hizi wote tunakula msoto kwenye jua. Wanacheka, kwani wanafanya nini? Zamani ulikuwa kumwambia hivyo unaogopa atakupiga, hawezi kunipiga bunduki hadharani. Imefikia huko tumevuka, so tumekuwa. Lengo langu ni nini nakwambia Nuruvasi? Nataka niseme kitu kimoja, point yangu ya msingi, nyie sio viongozi of course, lakini automatically mmekuwa kama mnalidi, kwa sababu ndio tunafuata kwenu. Tunamfuata Twa Mwaipaya, tunamfuata dada Mange, tunamfuata dada Maria. Mmekuwa kama mnalidi, so mmekuwa mkikataa kwamba nyie sio viongozi. Lakini nikipanda hapa kwenu najua ndio tunaita bunge la taifa. Nikipanda kwa sama tunaita bunge la taifa. Sio, unaelewa? So njooni na strategy. Tumekuwa na strategy, sio lazima muitangaze. Kwa nini nakwambia mje na strategy? Saa hizi ukimuuliza mtu yote ambaye alikuwa kwenye movement baada ya tarehe 29 Disemba, kuna watu wameanza kusahau. Watu wana maumivu tu moyoni kwamba watu wamekufa tarehe 29. Kuna watu wameanza kusahau kwamba Samia ameingia madarakani kwa kubaka uchaguzi. Kuna watu wameshasahau kwamba kuna watu wamepigwa risasi wakiwa nyumbani. Kuna watu wameshasahau kwamba kuna mama mjamzito alipigwa risasi mgongoni akiwa anamkimbia polisi. Hayo yote kwa sababu hatuna strategy za kuendelea kumobilize watu wakumbuke. Kuna watu wameshasahau kwamba zile movement na yale maneno ya uchungu tuliokuwa tunayaweka kwenye vichwa vya watu tukatoka nje. Mimi tarehe 29 nimekuwa kwenye movement nikishuhudia watu wanaoa, na video ninazo. Sijui unaelewa? Na kama ulivyosema kuna askari walitoka, mimi nilikuwa na wanajeshi wengine. Kwa sababu sio wote walikuwa wako kambini. Kuna wanajeshi walikuwa uraiani na walikuwa kiraia. Na wakawa wanasema nani Suleiman, ngoja niweke hichi kitu sawa. Of course polisi sisi tunawachukia kwa sababu ya percentage kubwa. Wapo wazuri wachache. Percentage kubwa ya ubaya ambao wako nayo. Ila siku ya yale mapambano Oktoba, mimi nilituma muamala kwa baadhi ya polisi ambao walikopo ground, ambao hawakopo kwenye nani, kwenye vituo vyao vya kazi. Unanielewa? Polisi karibia 4, unanielewa, ambao ni mabesti zangu. Unanielewa? Ni watu ambao nimesoma nao. Ni watu ambao wamesimama kwa ajili ya na nikwambie kuna polisi ambao waliwachukua watu wakawapeleka kuliongelea siku nyingine. Mimi nafahamu watu. Kwa hiyo kuna polisi ambao ni wako vizuri. Na hata huyo ambaye nilikuwa naongea naye sasa hivi kwa ajili ya kumpatia mtu dhamana, ni mtu ambaye anapenda haki sana. Kuna siku moja
Ngoja siku tukomboe nchi. Nafikiri tutaongea nayo tukiwa tunacheka. Wako polisi ambao wanapenda haki. Tunafahamu hicho kitu. Na wako hapa, kuna wengine ni marafiki zangu wako hapa. Kwa hiyo wako ambao walitoka ground. Kuna siku tutakuja tulizungumzie hilo, lakini ninachotaka kusema mfano mimi nataka nikwambie haya maandamano makubwa matatu mimi nataka tu nitumie tu neno la uwazi, tumefeli kwa sababu hakuna mtu ambaye alitoka na hakuna taharuki ambayo ilitokea. Zaidi tuliwaweka diwani, wakaja wakamaliza muda wao wakaondoka. Nataka niseme kitu kimoja, haya maandamano matatu tumefeli kwa sababu ya jambo kubwa moja. Hatukuwa na timu ya mpango mkakati. Na utasema kwa nini timu akati hatuwezi kuungana? Ndio nasema nyie wachache ambao mna lead hapa live, ambao mnafahamiana huko background, mnaaminiana. Mfano wewe Nuruvasi, wewe ushindwe kumwamini Sama. Wewe na Sama mnashindwa kukaa chini mkachola mpango mkakati. Wewe Nuruvasi pengine ushindwe kumwamini Samia dada Maria. Wewe na dada Maria mnashindwa kukaa chini mkachola mpango mkakati hata kwa njia ya simu muonani. Lakini mkaja kutuletea hapa strategy ambayo nini imekomaa tukasonga mbele. Na kuambia hivyo kwa nini? Maandamano ya tarehe 9 yamefeli kwa sababu tulikosa mkakati. Na kwa nini tulikosa mkakati? Kulikuwa kuna mambo mengi. Watu watoke kama kikundi, watu watoke kama wamegawanyika. Mara watu watoke, mara watu wasizue taharuki, mara wengine wanasema wazue taharuki. Pale nilishakuja kuona tumefeli vibaya kwa sababu at the moment tunajikusanya pamoja, command post inakuwa moja. Tunafanya wale vichwa vyote ambavyo tungevitawanya command post zingekuwa tofauti na akili za watu tofauti. Wenda upande mmoja wangeogopa, upande mmoja wangefanya mauaji. Wale wote wanapewa command post na mtu mmoja na maamuzi yanakuwa moja, tunakuwa tumewarahisishia kazi. Lakini tulipanga tuingie Ikulu, tulipanga tuingie mjini. Mageti ya kuingilia mjini kwa Dar es Salaam yako 5. Yaani Dar es Salaam huwezi kuingia mjini, huwezi kuifika Ikulu kama hujapita sehemu kubwa 5. 5 za msingi, 5 za msingi. Yaani aidha kama unatokea kule Masaki, aidha upite kwenye daraja la Tanzanite au uje upite kwenye Salenda Bridge. Hizo ni interest mbili kuingia Ikulu. Interest ya tatu unaenda kuikuta fire, na hizo interest ukizichola lula zimenyooka. Hizo vitu vimejengwa strategy kwa ulinzi na usalama, ila mtu wa kawaida huwezi kujua. Yaani hivyo vitu ukichola, ngoja sasa nikwambie, kama unaijua dawa vizuri, hata toa unaijua vizuri, mtaniambia kama hiyo kichola haijanyooka kwa lula. Na hayo ndo mageti makubwa 5 ya kuingilia Dar es Salaam. Tufanye Tanzanite, lile daraja lililopita baharini pale la Masaki, unaenda kutokea kule Coco Beach. Tanzanite ukifika mpaka hapa Salenda Bridge pale darajani pale kwenye kituo cha polisi, hapajanyoka, ucholi kwa lula hapo. Pandisha barabara kama unaenda Muhimbili, fika mpaka pale mataa ya nani pale, mataa ya fire, hapajanyoka hapo. Pandisha ile mataa ya fire pale, nenda mpaka mataa ya Kamata. Achana na mataa ya Kamata, njoo mpaka mataa ya Kariakoo Kongo. Hapajanyoka hapo kichola lula. Njoo mataa ya Kariakoo Kongo, nenda mpaka Kamata. Hizo ndio njia za kuingia. Na ukitoka pale Kamata, anayetokea Mbagala na kuja kuingilia pale kwenye ile tani ile roundabout ile, ambao aidha unaenda Mbagala au unaweza kupita kule ukaenda kutokea kule, unaweza kwenda kutokea majani ya chai. Kile kituo cha daladala majani ya chai. Unaelewana hapo? Kulikuwa kunahitaji strategy ya kufa mtu. Cha ajabu zikaja zikatokea live nyingi sana, ambapo ndio hizo live zikaanza kutuchota, kila mmoja anaongea la kwake, lakini hakukuwa na mtu alikuwa anaongea na mpango wa namna gani tutaingia mjini. Mjini kuna barrier ngapi kufika mjini? Na hizo barrier zote nataka nikwambie zilikuwa zina advantage kwa sisi kwa kila kona. Mfano mtu anayetokea Masaki tungemwambia apite daraja la Tanzanite. Mtu anayetokea huku Bunju, Bagamoyo na wapi Mwenge, wafike mpaka hapa wafike mpaka Salenda Bridge, tunaweka point hapo kote. Na mtu anayetokea huku Kimara afike mpaka hapa fire, mataa ya fire, barabara yao imenyooka hapo ninachoongelea. Na mtu anayetokea Buguruni afike mpaka Kamata, mataa yamenyoka, afike mpaka Kariakoo Kongo, mataa yamenyoka. Na mtu anayetokea Gongo la Mboto afike mpaka Kamata. Na mtu anayetokea Mbagala afike mpaka kwenye ile roundabout pale karibu na Puma. Roundabout pale karibu na Puma mpaka hapa kwa mbele ndo kuna kituo cha majani ya chai. Hapo ndo ingekuwa tayari mageti 5 au 6 yote tumeyakamata. Sisi tukaenda hatukuweza kwa sababu hatuna strategy. Mimi ninachosisitiza hapa neno langu moja. Tumeenda hatua nyingine. Hicho cha kwanza tutambue. Kama tunatambua tumeshaenda hatua nyingine, hata namna ya uendeshaji wa live uwe tofauti, ubadilike. Hata namna ya kutaka kutoka maandamano fulani kwenda maandamano ya pili lazima ibadilike. Tumefeli maandamano 3 mpaka sasa. Tarehe 9, tarehe 25 tumefeli na tarehe 1. Tusijisaulishe hicho kitu hata kidogo. Tusijisaulishe hicho kitu hata kidogo. Lakini tusiwasahau watu waliokufa. Tusiwasahau watu ambao wameshaingia matatizoni.
Kwa nini hao watu tunataka tuanze kuwasahau? Tunaanza kuja hapa sasa hivi tunaanza kujadili, nimeona vitu vingine sio kibaya, lakini hatuwezi kujadili hatuwezi kujadili personal issue, lakini issue ni kwamba kuna watu ambao tuliwaahidi nyie tutawakumbuka. Habari zinaenda kuishia wapi? Kwa nini tumeanza kutoka kwenye mtu kula mayai ya samaki albino? Kwa nini tumeacha hizo habari? Kwa nini tumeanza kutoka kwenye mtu kunywa maji ya Fiji? Kwa nini tumeanza kutoka? Kwa nini tumeanza kutoka kwenye mtu kumiliki nyumba ambazo mpaka waziri mkuu wa nchi fulani Ulaya anashangaa? Kwa nini tumeanza kutoka? Kwa nini tumeanza kutoka kwamba Watanzania still huduma tutakiwa kuzilipia kwa rasilimali tulizonazo? Kwa nini tumeanza kutoka huko? Hakuna mipango, cha kwanza. Cha pili, kwa sababu hakuna mipango ndio inaleta kwamba hatujui kama tumekuwa. Hatujui, yani huwezi kujua kama umekuwa kama huna mpango. Hata kaka Nurvas unakaa nchi za Ulaya, unafahamu Ulaya kuna mtu mjinga anaweza akaanzisha biashara bila plan. And the plan must be written. Without a written plan is a mere statement. Unaweza kaanzisha biashara bila written, kwa sababu kwenye plan ndio utajua hata una break even wapi. Sisi tunataka kufanya maandamano, hatujui tuna break even wapi. Haya, saizi nani anakumbuka kauli za Abili? Ile kindakindaki kabisa, nani anakumbuka kauli za Abili? Still Abili anaweza akawa yuko hapa chini, tunamchosha au tunamuhuzunisha. Nani anakumbuka saizi? Tuulizane tu, kaka Nurvas, wewe unasoma Biblia, mimi nasoma Biblia, Twa nasoma Biblia au msaafu, wewe unasoma msaafu, mimi labda nasoma msaafu. Mtume Muhammad na Yesu Kristo wameondoka duniani leo. Lakini kwa nini tunasoma Biblia? Ndio inafanya tunawakumbuka. Tukiona tunatenda dhambi, tunakumbuka Yesu alivyokufa msalabani, ni kama tunamuua mara ya pili. Tukiona hatuswali swala 5, tunakumbuka kwamba tunamwangusha Mtume Muhammad. Si unaelewa sio? Kwani kwa sababu ni strategy. Lazima tuwe na strategy. Hebu niambie kama tunaenda hivi. Aya, niambie swala saizi la Mdude linaongelewa, swala la Humphrey Polepole linaongelewa. Yamekuwa maswala poa kabisa, yani imekuwa issue poa kabisa. Swala la huyu jamaa ametekwa juzi, huyu alikuwa anapambana sana, huyu nani ametoka kumuongelea tu hapa. Tunaliongelea, kalipigia tu peke yake hapa saizi. Kwa sababu ya nini? Hatuna strategy. Mimi naongelea strategy ndugu zangu. Without a strategy hatutofanikiwa na hatutojua tunafanya nini. Maandamano ya matatu na nitakwambia, na ninaweza nikakwambia kwa nini maandamano ya kwanza yalifanikiwa kwa kiasi kubwa. Na serikali imekuja kututekenya wapi ambako najua hayatakuja kufanikiwa. Nikwambie kitu, unajua wapi? Kwa sababu maandamano ya kwanza, sorry to say this, maandamano ya kwanza yalifanikiwa. Narudia tena, sorry to say this. Kanisa la Gwajima liko nchi nzima. Wale waumini wa Gwajima wamepigwa sana wakiwa kanisani, wameumizwa sana wakiwa kanisani. Na wale ndio waliotoka wakiwa na uchungu, na ndio maana maandamano yalivyoanzia Kimara yakalipuka Mbagala, yakalipuka Mbeya, yakalipuka kwa sababu kule kote watu walikuwepo. Sasa hivi tumebaki peke yetu, waumini wa Gwajima wamesharudishiwa kanisa. We must move with a second strategy. Narudia tena, strategy ya kwanza tuliweza kufanikiwa pia. Mimi nakwambia ukweli, tulifanikiwa kwa sababu waumini wa sio Gwajima, waumini wa Gwajima walikuwa ndani. Sababu kubwa ya kufanikiwa, serikali hicho kitu inajua, hawasemi tu. Na wenzangu hapa wengi hawajui, wachache kama mimi tunajua, tunaishia huku chini. Na nikwambia kitu kingine, kaka Nurvas, hata Abili alitokea hapa chini. Hapa chini kuna watu wana akili sana, kuwa makini. At least saa hizi kama unapandisha hapa watu wapya 4 5, wapandishe wasikie. Hapa chini kuna watu wana akili sana. Mimi nimekutana nao sehemu, kuna watu ambao wanasema huyu jamaa si angesema pale angesikika, hapati nafasi. Hapa chini kuna watu wana ushauri mzuri, hata comment tu ukiangalia. Lakini nataka nikwambie, kwa nini tumeshindwa kwenda kumsalimia Mwamposa tarehe ngapi ile kwenye mkesha? Kwa nini? Kwa sababu hakukuwa na kundi moja lililokuwa mobilized. Saa hizi hicho kitu akina Nurvas lazima mkijue. Saa hizi hakuna kundi moja ambalo liko mobilized. Saa hizi wote tumekutana TikTok. Saa hizi mtu ambaye niko hapa, mimi naogopa. Hata wewe Nurvas mimi nakuona hapa, lakini ukiniambia tukutane na kuogopa. Hata mimi pia unaniogopa. Na ni halali, uko sawa, hujakosea. Twa mimi namuogopa, Maria mimi namuogopa. Si unaelewa sio? Lakini ndio ilipaswa sasa tujijue kama tuko kundi ambalo wote hatujuani tunatokaje. Kwa nini Iran imefanikiwa? Tunaelewana sio? Kwa hiyo ninachosisitiza kaka Nurvas, strategy. Maandamano ya tarehe 9 yamefeli strategically, mimi niliona kabisa. Na mimi since tarehe 29 kilichokuja kutokea tarehe 9, zile movement za zile wiki mbili, zile 3, zile mabishano malumbano, mimi nikaondoka kabisa kwenye ile live, nikawa naingiaga tu huku, yani naangalia tu hivi, nalia ndani ya moyo wangu. Nasema hivi ndo tarehe mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 10 ndio tulikuwa tunakipambania hiki. Leo watu wanakuja kwenye TikTok wanaanza kutafuta umaarufu. Luckily enough yameisha, lakini ninachosema tuliprove failure kwa sababu tulikosa kutumia muda mwingi kutengeneza mipango mikakati, tukatengeneza muda mwingi kutafuta wachumba. Nikimtukana Nurvas napata mademu. Nurvas naye akiniclash mimi, naye anapata nini? Anapata naye legacy. Si unaelewa? Hicho kitu tumepotelea hapo.
Hata tusiolaumu UV CCM, wakati mwingine tujilaumu sisi wenyewe. Tatizo linaanzia kwetu sisi wenyewe. Kwani sisi tungekuwa na strategy yetu, UV CCM angekuja kuifuta? Angekuja kutucholea? Hakuna. Kwa lazima na tuta strategize vipi? Narudia tena, hatuwezi kukutana, hatufahamiani, na hakuna haja ya kukutana kwa sababu hatufahamiani. Kama watu wenzetu Kenya waliweza, Nepal waliweza, Bulgaria waliweza, watu wamemobilize kwenye mitandao ya kijamii. Hebu learn how to mobilize people through social media. Uliza hata ChatGPT ile ya kulipia ndio itakwambia how to mobilize people through social media. Nataka watu waungane, wawe na akili moja, wafanye jambo moja, watoke, wasiogopane. Tumefeli kwenye strategy. Kaka Nurvasi nakwambia, kwa sababu nguvu mnaotumia kuwajenga watu wakaelewa tunaumizwa kiasi gani na mkoloni mweusi ni kubwa kuliko strategy. Kosa linatokea kwenye nafasi ndogo tu, ambako inawezekana pengine ikawa hata ni peji moja tu ya kuandika, au mistari kadhaa tu, nusu karatasi ya kuandika. Strategy plan. Hatuna strategy plan. Na watu wa kufanya strategy plan hapa wapo. Huwezi kuniambia mtu kama Twa anashindwa kujua, mtu kama wewe Nurvasi unashindwa, mtu kama Sama anashindwa kujua. Kuna watu kama wakina Maria, kuna watu kama wakina Mange. Mimi nawaamini nyie. Mnaweza tu mkastrategize. Ukaja hapa sio lazima utuambie tumefanya strategy. Wewe utakavyoongea tu ndio itakuwa. Mfano angetokea tu mtu tarehe 9 angetuambia, hebu nyie sikilizeni kitu kimoja. Anayetoka Bagamoyo, anayetoka siji Bunju, anafika mpaka Mwenge siku ya kwanza, analikita pale Mwenge, pale Mwenge. Kwa sababu kitendo, Nurvasi nitolee tu samani kidogo, naomba ulipe kama dakika 2 tu nimalizie. Nitolee mfano kidogo. Kwa sababu nataka sana nikazie, tumefeli kwenye strategy plan na nataka nithibitishe kwa nini tumefeli. Unamwambia mtu atoke Bunju, sijui unanielewa? Atoke Bunju afike mpaka Mwenge, pale Mwenge akunje kulia, aende akaitafute UN. Alafu unamwambia mtu atoke Kimara, akifika pale John Kijazi akunje kushoto, aende akaitafute wapi? UN. Unakuwa umewaingiza watu katikati. Akafu njia kuu unaziacha. Ilitakiwa anayetoka Kimara akifika pale John Kijazi alikite pale John Kijazi siku ya kwanza. Akite John Kijazi. Command post itagawanyika sambamba na mtu atakayetoka Bunju atafika Mwenge, atalikita Mwenge. Hapo lazima, kama ni maaskari wa uaji, lazima wewe wa timu mbili. Timu ya Mwenge itakuwa uwa Mwenge na timu itakuwa uwa hapa Mfugale. Hao watu hawawezi kuwa na akili sawa. Command post zitakuwa mbili. You just imagine kwamba tungekuwa na IGP 5. Unategemea kwamba kungekuwa na saying sawa? Kuna IGP mmoja, ndio maana akisha ngolewa ubongo na Samia can drive. Sio, unaelewa sio? Alafu uniambie kwamba anayetoka Gongo la Mboto anafika mpaka pale Mfugale pale Tazara, analikita pale tu, unalikita. Yaani wewe fika pale likite pale. Alafu anayetoka Mbagala anafika mpaka pale roundabout pale ya Uasibu, anafika mpaka pale Uasibu pale. Analikita pale Uasibu pale. Siku ya kwanza hiyo. Siku ya pili aliyetoka Mbagala anasogea mpaka hapa roundabout ya bandari kuingia majani ya chai. Na huyu aliyetoka Gongo la Mboto anatoka hapa sasa John Kijazi, anatoka hapa Mfugale hapa pale Tazara, anasogea sasa mpaka wapi? Mpaka Mataya Kamata. Siku ya pili hiyo. Ndio tunaisogelea Ikulu na dunia inaona. Tunasema eti atoke Mbagala tukutane huku. Are you strategically? Are you serious strategically? Are you serious strategically? Nililia sana hapa chini, mimi nililia sana. Yaani ambao mimi nakaa nao huwa nafungua TikTok nikiwa niko chumbani kwangu, mwandani wangu. Yaani naambia tumefeli. Ananiambia tumefeli. Na nikamwambia kwa nini tumefeli? Yaani tumefeli. Na nikasema siku nikipanda nitawaambia tunafelia hapo. Na tusijisifu yale maandamano tarehe 29 tulifaulu. Tulifaulu yale maandamano kwa sababu kulikuwa kuna mambo mengi pale yaliingana. Pale kulikuwa kuna mambo ya kiimani, pale kulikuwa kuna mambo ya watu kuumizwa moyoni mwao. Kwa hiyo lazima tuangalie hilo. Watu wa kiimani wameondolewa sasa hizi, tumebaki peke yetu. Lazima tuliangalie hilo. Lazima waumini wa Gwajima there is no longer with us, wachache, lakini watu bado wana maumivu moyoni. Unajua huko mtaani. Ila sasa namna gani watatoka? Mimi nikupe mfano, mimi ninakokaa kuna minara zaidi ya 6. So nikiamua kublast naweza nikablast, lakini na blast na nani? Blast mimi hapa. Alafu watu wa Kariakoo wametulia. First, haya ninakokaa mimi kuna sheli karibia 2. Sheli ziko 3. Ninakokaa mimi. Haya nitablast mimi, wenzangu watablast nini? Hakuna. Unaona sio? Kwa sababu gani? Hatuko strategically. Mimi tu binafsi nilikuwa na uwezo wa kufanya matukio 8, lakini sijafanya hata moja. Na nasema hapa, kwani tudanganye?
Kwa nini niseme oh, niko na gari na watafuta wenzangu mko wapi? Ndio maandamano hayo. Ndio maandamano tumefikia hapo. Nuluvasi, nataka nikwambie nyie mna nafasi kubwa sana zaidi ya hiki mnachokiongea. Mna objective kubwa mbili. Kuongea, yani kumobilize na kustrategize. Nyie hapa mnachofanya kitu kimoja tu mpaka saa hizi ni kumobilize. Nyie mja strategize. Nyie kustrategize ni nyie binafsi. Nyie mkistrategize ndio mtaweza kumobilize kwenye hatua nyingine ya ukuaji. Si tuko kwenye hatua nyingine ya ukuaji. Niambie Nuluvasi, saa hizi kuna Mtanzania anamuogopa polisi, tuambiane tu ukweli. Saa hizi tatizo lililobaki ambalo ni moja kabisa, watu wanashindwa tu, mimi nikitoka nitaenda kukutana na Omnea, nikitoka yani kama Omnea simjui, lakini mimi nakwambia tulishapiga show ya tarehe 29, mimi nilikutana na yule jamaa mmoja alikuwa anajiita nani? Patrice Lumumba. Wote tumeshuhudia mtu siku moja Patrice Lumumba anasimulia tukio na mimi nikamwambia ilikuwa hivi na hivi na hivi, tulikuwa wote on the same situation, mtu anakufa pale, tuko front line. Alafu ukistrategize pia hakutokuwa na tofauti, kwa sababu kuna mambo mawili, ngoja nikwambie jinsi vinavyokuwa hivi vitu. Hatuwezi wote tukaa kwenye uwanja wa vita hata siku moja. Kwa lazima nyie wengine lazima muwe huko ili muweze kustrategize. Tukifa wote. Alafu sisi wengine lazima tuwe front line, wala mimi kuwa front line sio kesi. Nuluvasi kuwa Ulaya sio kesi. Si unaelewa? Issue tu ni kwamba mimi na Nuluvasi tuna bondi vipi? Sisi tunaelewana sio? Na hiyo kitu nyie ndio mnayo, nyie viongozi. So mimi naomba tu nimalize kwa kusema kwamba yani fanyeni strategic. Hapa chini pia kuna watu wana akili sana. Hapa chini hapa hamwapandishi. Yani kuna watu siwezi kuwasemea wote ni wazuri, lakini pandisha mtu msikilize. Ukimwona dakika moja ameongea pumba mtoe, lakini mimi nimepanda kusema tu tumefaulu huku chini kwa ndani ambavyo havina effect. Mimi naona vile kwa sababu ngoja huyu Samia tayari tumemfanya akitoka nje amekuwa emotion. Anasema who are you? Anawaambia wanaompa condom na dawa za ukimwi, who are you? Unaweza kumwambia ni kutengenezea condom wewe, who are you? Unaweza kumwambia ni kutengenezea dawa ya ukimwi wewe, who are you? Panado, who are you? Huko kote ni sisi ndio tumefanya, ana provoke. Hayo ni mafanikio, lakini ile yeye haimuumi kwa sababu akitoka hapo akirudi ndani wanaambia sasa sikiliza, wewe tunakupa mwezi mmoja usitoke nje tena kuongea, kwa sababu ukiongea unaongea kama nini? Kama taila. Wanamzuia tu anakaa huko ndani aongee tuone tena kuongea. Sisi nini? Sisi tunafly, lakini hayo hayana effect. Still bado yeye anasaini mikataba kama rais. Hakuna effect. Hakuna effect. Leo nataka tu tuulizane tu Nuluvasi. Tunamuenzi Abil? Yale tu aliyotuachia, sio kwamba Abil kama Abil, yani yale aliyotuachia Abil tunayafanyia kazi. Leo nataka nikwambie, tunajua kwamba zile damu zilizomwagika tarehe 29 ni watu 10,000 na kuna askari alisema ni watu kama 1,000,000. Tunajua hicho kitu. Tunajua kwamba wale watoto waliokuwa wanakutoa pale darajani pale chini ya madaraja ya mwendo kasi wanalala mle. Unajua wale watu walienda wapi siku ya maandamano walivyosema kama mtu asitoke nje? Au ndio wale katika 10,000 waliouliwa sana. Kwa hiyo unajua kama kuna watoto wa mtaani waliuliwa. Unajua hicho kitu? Haya, unajua kwamba tumeyumba kiuchumi kiasi gani? That is strategy and analysis. Kwa nyie huko muwe wachache. Wakina Nyerere hawakuwa na akili kiasi hicho, wala wakina Mandela. Lakini wali strategize. Tundu Lissu ni mmoja. Hapa hatuna uchama. Nimesema siku moja tukikomboa tunaenda kuwakomboa hadi na UVCCM hadi na polisi. Tunaenda kuwakomboa na wenyewe watapandishiwa mishahara. Kwa hatuna shida sisi na mtu yoyote. Na tukikomboa sisi hatuna chama cha kukiweka. Itajulikana huko tukisha komboa. Sisi tunaelewana, sisi hatuna chama. Sisi tunapigania taifa. Mfano mimi nilisema mimi natoka nje kwa sababu there is an equal distribution of natural resource. Hakuna mgawanyo sawa wa rasilimali. Ndio kinachofanya mimi nitoke. Mimi sitoki kwa sababu ya chama. Mimi ni CCM. Lakini sio wale CCM ambaye nahudhuria vyama sije nini, ila nina kadi za CCM tangu 2008. Lakini sitoki kwa sababu beti mimi ni CCM, ni hapana. Mimi natoka kwa sababu there is an equal distribution of natural resource. Kwa sababu hapo watu wanaweza kufikiri hapo wote wanaopanda hapa labda Chadema sijui au wakifanya hivi sijui, hapana. Mimi ni CCM na nina kadi. Mimi nina kadi tangu 2008. Nikiwa bado kijana mimi nina kadi. Sijui unaelewa sio? Sio tu ule mwanachama ambaye kwamba labda ile ni mwanachama tunaita mwanachama mtiifu ambaye sihudhurii vikao lakini sifanyi vurugu. Lakini ninapokuja kwenye swala there is an equal distribution of natural resource, ndio mimi natoka. Kuna watu wamesoma hawapewi hata project ya kufanya, alafu kuna wakina mzee Wasila wako madarakani. Sijui unaelewa? Hii haina chama. Na Nuluvasi muliweza sana mlipoliweka hili swala halina chama. Hata Twa akipanda hapa azungumzie chama. Twa tunamjua ni Chadema kindakindaki, lakini Twa azungumzie chama. Anazungumzia ukombozi. Unaona? Nuluvasi hujawahi kuzungumzia chama, unazungumzia ukombozi. Ndio tunataka hivyo. Sisi hatuna shida, sisi tuna shida na taifa. Kwa hiyo
Hizo ni strategy mngeweka, na mtu angeelewa kwamba hapa hakipiganiwi chama, inapiganiwa nini? Utaifa. Ndio tunachofanya hapa. Sasa shida ni nini? Mimi nasema lazima nyie katika timu yenu kuwe na analisti, nyie katika timu yenu kuwe na usalama wa taifa kwenye hizo zote timu yenu. Tengenezeni timu yenu iwe na TC, tengenezeni timu yenu iwe na IGP. Yaani hao wakina Wambura mnafikiri nyie mnashindwa kwa spy? Wakina Wambura wanafikiri mnashindwa kwa spy? Tuulizane tu kweli. Kwani wewe kama ngoja nikwambie. Nani Nurvazi? Mimi ngoja nikuulize swali. Kwani Nurvazi mimi nashindwa kumspy mtu? Mimi kama mimi nikisema mimi nashindwa kuwa na intelligence yangu kama nina akili timamu? Unaweza? Sinaweza. Mimi kama mimi siwezi kwenda kwenye mtandao nikamspy hata mpenzi wangu kwamba nalipa hela, naomba mniprintie message zake na chati na nani. Kwani tufanyaje hivyo? Si inawezekana? Sasa kwani sisi tunashindwa kuweka spy unit yetu ikamspy Wambura? Tunashindwa kuweka spy unit yetu ikamspy Mulilo? Kwani wao how professional they are? Unakuwa professional kutokana na maisha. Unakuwa professional kutokana na maisha. The hard way is only your way. Yaani njia ngumu ndio njia yako hiyo hiyo, una njia nyepesi. Inafika sehemu mlango wa kutokea ni mmoja na moto unawaka. Ubaki ndani ufe au ukose kwenye moto utokee nje. Jamaa akili ipo sana. Wekeni vitu alivyokuwa anaviongea Habili, kuna watu hapa chini pia wanaweza kuvifanyia analysis na vinaonekana. Kuna mtu hapa anaweza kuichambua ripoti ya CAG tu ikaonyesha vitu vyote. Nataka nikwambie kuna mtu anaweza kusoma namba tu ikaonyesha kwamba Samia pale Ikulu anakula nini. Kwani mimi nikisoma bajeti ya jeshi siwezi kujua mwenendo wa capability ya jeshi letu na jeshi la Rwanda nikisoma bajeti ya jeshi? Kwani tunaangalia tu namba? Kwani wewe Nurvazi, mimi kujua wewe una maisha mazuri sinaangalia bajeti yako? Wewe unaishi kwa 300,000 kwa mwezi. Utalingana na mtu anaishi kwa 3 kwa mwezi? Tayari lifestyle yenu ni tofauti, tayari bajeti yenu ni tofauti. Wewe hata matibabu inawezekana bima huna, mwenye 3 na unaweza tu huyu bima anayo, huyu atakuwa anapeleka kwenye afya, watoto wanasoma vizuri, ndio maana inafika 3 kwa mwezi. Strategize ni nyie hapo juu. Mimi ndo nawaambia kwa sababu nyie at least mnafahamiana. Wewe Nurvazi ushindwe kumwamini Sama, sio lazima muonane. Sama ashindwe kukuamini wewe, ushindwe kumwamini Maria. Wekeni strategic unit yenu, alafu muwe na command post. Angetokea tu mtu mmoja yale maandamano ya tarehe 9, angesema sikiliza, siku ya kwanza itaenda hapa hadi hapa, siku ya pili itaenda hapa hadi hapa. Na kwenye swala la kustrategize halina ukubwa wala halina ujanja. Ndio maana kama wakina Maria walikuja wakasema tukutane moja kwa moja sijui Ikulu, watu tukutane sijui Mnazi Mmoja sini. Hapana, huko ni kukosa strategy hata kama ni mtu mkubwa na nini. Kuna wakati watu wanachoka. Kijana tu mdogo anaweza akatoka. Daudi alienda kulikomboa taifa akiwa mdogo. Akasema huyu niachieni mimi, hawezi kumtukana Mungu. Sauli akampa mavazi, vaa haya, akasema siwezi kuvaa mavazi ya laana. Si mnaelewana sio? Jitu limepigana vita mpaka linaandika vitabu, lakini mtoto mmoja tu alienda kisa anachunga. Sasa mbona niliua dubu? Mimi nakwambia, mbona mimi nimeona hayo? Kuna watu hapa wana akili prominent kabisa, wako hapa prominent, watu maarufu kabisa. Unategemea hawajui mageti ya kuingilia mjini? Na hiyo kitu imekaa kiusalama. Ukichola Lula imenyooka, nataka nikwambie. Ukichola sasa nikwambie, chola Mwenge, alafu njoo ncholee Ubungo, alafu njoo ncholee pale Tazara, alafu nyoosha ile Tazara kama unaenda bandarini, njoo ncholee pale Uwasibu. Haijanyoka, niambie haijanyoka hiyo. Wewe unajua kwa nini? Unafikiri imekaa bahati mbaya hiyo? Unafikiri imekaa bahati mbaya? Hiyo imekaa kiusalama. Hapa tunaongelea intelligence binafsi. Mimi naongelea intelligence yangu kama raia. Haijanyoka hiyo, tuulizane tu. Haijanyoka hiyo, chola kwa Lula. Alafu njoo Lula ya pili, ichole kuanzia pale hapa majani ya chai kwa nyumba ile ndio about ya kwenda Bagala, njoo chola hapa Kamata hapa karibu na station, alafu njoo chola hapa Kariakoo Mataa ya Kongo, njoo chola hapa Fire pale Mataa ya Fire, alafu njoo chola hapa Surrender Bridge. Alafu nenda kachole pale Muhimbili na nini Aga Khan pale round about ya Aga Khan. Hapajanyoka hapo ambako mtu anapita Tanzanite kule. Hizo ndio njia za kuingia Ikulu. Yaani kama unataka kuingia kweli Ikulu, labda kama unataka kwenda kuingia si kwa kina Mchengerwa. Kama unataka kwenda kuingia kwa nyumbani kwa kina Mchengerwa unaweza kupita huko Chochoroni. Mimi ninachosisitiza achana nayo yote, siji imenyoka haijanyoka. Ninachosisitiza mimi strategy. Na ndio maana hapa saizi yamepanda mengi sana, yamekuja kusikiliza. Inawezekana anahisi labda kuna mwenzao anamwaga mchele. Mimi nakwambia hivi, tumekosea kwa sababu ya kustrategize. Na wakisikia, nataka nikwambie sasa Nurvazi, chunguza. Hakuna wakati wanaumiaga kama wakiona either Sama au wewe au nani, mtu ambaye anatoa vile vitu strategic point. Wanachoka, wanapanda hapa wengi. Wakiona tunaanza kuongea pumba, siji nani kakamatwa, nani si kafanywa nini sijui, tumwekeza maana, wanaondoka. Wanajua wanaongea tu issue za kawaida tu. Kwani
huyu kampigia simu polisi. Mfano wewe umempigia simu polisi. Kesho kuna mtu ataenda pale atasema nimekuja kumuulizia fulani, ataminywa, ataambia okay, wewe umepata simu kutoka wapi? Watachunguza labda mawasiliano, itaonekana kapata simu kutoka huyu ndo aliyeongea, yule aliyempigia huyu ndo aliyepigiwa jana na yule. Kwa kesho huyo dogo atawekewa ulinzi hatari kishenzi. Hamtoamini. Huyo dogo kesho atalindwa, akitoka Tundu Lissu kesho analindwa yeye. Unaelewa sijui? Ayana ni manyumbu, yani kwa mtu tu mwenye akili zile za kawaida tu za 1+1 unapata, sio lazima iwe 2, inaweza ikawa ni 1 kubwa au 11 au binary ikawa ni 10. Unajua tu hamna kitu hapo. Sio, unaelewa sio? Hakuna kitu. Kwa mimi ninachosisitiza nani, Nuruvasi, kaa na wenzako, wapigie simu, strategize. Aje mimi nalia tu kitume strategy, kwa sababu haya yote nataka nikwambie mimi nimefanya analysis ya ndio maana nimekwambia maandamano ya tarehe 29 analysis ndio ifanya tumefanikiwa kwa sababu ya kanisa la Gwajima. Ndio nakwambia ukweli, tuongee twende mbele, wala sio Chadema wala sio nani, kwa sababu ya kanisa la Gwajima. Chadema si wanapigwa kila siku pale mahakamani pale, wamewahi kuandamana pale, si wanapigwa pale mahakamani kila siku. Yamefanikiwa kwa sababu ya kanisa la Gwajima liko kila kona. Na kwa hiyo ilivyotokea ndio yameanzaje kulipuka sehemu moja yote, ilivyotokea tu nani Kimara, Ubungo, ikaja ikatokea siji Mbeya, ikatokea siji Mpagala, ikatokea siji Kinondoni. Waumini wa Gwajima kuna yani wale wako strategic sana, na wale ndio wale wafia dini, yani wale ndio wafia dini, wale wakikuta sio umepiga kula wataki ujinga. Sio wale wanapigwa viboko, mtu anasali hapo ananena kwa lugha anapigwa viboko, nani anaweza? Nani? Kwa hiyo yamefanikiwa sababu strategic nani, hiyo ni analysis ya kwanza. Analysis ya pili, tarehe 9 tumefeli kwa sababu hatukuwa na mpango. Tarehe 9 tumefeli kwa sababu tulikuwa tunaongea habari za kwenda Ikulu na hatuyajui mageti ya Ikulu. Tunajua geti la Ikulu, tunafikiri geti la Ikulu ni pale ukiwa unaenda wanakochoma samaki, ndio tunafikiri geti la Ikulu, na kule nyuma ndio tunafikiri. Wewe unajua kama Ikulu pale kuna bomba linaenda kutokea kule baharini na mtu anaweza kupanda boti akaondokea Zanzibar katikati, ambako hata risasi SMG haiwezi kupiga ikafika kutokea bara. Unaona sijui. Wanajua hatujui. Lakini tungekuwa na mpango wa kuteka boti moja alafu tukazunguka nayo majini, alafu tungekuwa na mpango wa kupita kwenye mageti yote, wangesema hao jamaa kweli ni majasusi. Hatukuwa na mpango. Cha pili, uko tarehe 9 tumefeli, hatukuwa na mpango. Alafu distance ya kutoka tarehe 9 kufika tarehe 25 tena na yenyewe imekuwa ni uongo muda mfupi, na wametuona si hatuna strategy. Hata wanajeshi wenyewe wameshawaondoaga barabara. Mimi nataka nikwambie, siku tukiupiga mwingi hapa tukaongeleza strategy, ukitaka kujua tumeupiga mwingi na kwamba tunachokifanya tumewini, utaona wanajeshi wameingia mtaani. Wanajeshi wakiingia mtaani ndio tushikilie hapo hapo, mjue tunachokiongea huku ndio sahihi, tukienda kutupa si mafanikio. Siku tukiona wanajeshi wameingia mtaani, ukiona tunaongea na wanajeshi hawaingii mtaani, nataka nikwambie jua tunachoongea bado ni pumba. Jua tu tunachoongea kwamba akiezi akiwatikisi. Lakini tukiupiga mwingi mpaka kizazi kikatikisika, utaona wanajeshi wanalinda mwendo kasi. Unafahamu mchezo mwanajeshi kulinda mwendo kasi? Mwanajeshi analinda mataa, analinda, anaacha mipaka, analinda mataa. Unafanya mchezo, analinda mataa. Na mtutu wa bunduki tena, yuko full combated. Unafanya mchezo. Ile maana yake tuliupiga mwingi. Yaani ukitaka kuona tumeupiga mwingi, waangalie mtaani wanafanyaje. Unaona mwanajeshi yuko kwenye mataa ya Kongo. Na zile ndio pointi. Kwani nani alikuwa ajui? Tunaelewana sio? Kwa ifike sehemu kabla kufanya kitu lazima tujue tuna strategize vipi kuingia. Mimi naongelea tu strategic, naomba, kwa sababu mimi binafsi ni muhanga wa kufeli matukio mengi katika ujana wangu wa upambanaji kwa kukosa written plan. Hata kwenye maisha lazima uwe na plani kubwa mbili. Plani ya kwanza ya kuwa secure na maisha yako, hayo utakula, utalala, utapata nauli. Plani ya pili ya kuwa comfortable. Comfortable maana yake sio lazima uamke kwenda kazini, lakini pesa inaingia. Kwa lazima uwe na plan, yani lazima ukienda kwenye biashara lazima uwe na plan. Hata wewe Nuruvasi umekaa hapo, I don't know kama utakuwa umekaa bila plan. Umekaa na plan kwamba mwisho wa siku nalikomboa taifa langu, si ndio plan? Si ndio plan? Sasa kama tuna plan hiyo, objective na activity umeziandika vipi? Objective na activity zako ni zipi? Objective ya kwanza itakuwa ni hii, activity itakuwa ni hii. Je, KPI yako ni nini? Key performance indicator ni ipi? Kwamba nimefanikiwa sijafanikiwa. Nyewe tunaweza tukaona tumefanikiwa, lakini tumefanikiwa kwenye vitu vya ndani. Ndio tumeweza mifumo ya Swift tumeitikisa. Jeshi la polisi lenyewe huko ndani kwenye serikali. Suleiman, naomba tuanze. Nataka hii clip tuirekodi, iwe recorded, alafu tutaiposti kwa sababu ndio tunaanza strategically. Umeelewa eh? Nataka tuanzie pale ambapo maana nimefungua paka Instagram niko na watu 200, kwa hiyo wataendelea kuongezeka. Ninachotamani
utafanyaje? Utavunja vunja zile zile point ambazo ulianza mwanzo, kitu ambacho tulifanikiwa pale, ambapo ulianza kusema tulifanikiwa kuparalyze serikali kwa vipengele fulani, hivyo vitu ambavyo haikuwa target yetu kubwa. Target yetu kubwa ilikuwa vionekane physically, umeelewa? Lakini kwa asilimia kubwa ambacho uliongea wewe ni kwamba ni kweli, ni kwamba ni vile vitu ambavyo, mfano kama kwenye Swift, hicho kitu naomba tuanzie pale. Alafu naomba mtu ambaye atarekodi hapo chini tafadhali. Machozi uko hapo chini? Kama uko hapo chini naomba nisaidie kurekodi, alafu sijui kama yuko hapo chini Machozi, I don't know. Kama kuna mtu anaweza karekodi hapo chini, naomba mnisaidie kurekodi. Okay, Machozi naomba rekodi hiyo na hizo clip, alafu